dunia kupitia virus ya corona. Mpaka sasa tuna watu watatu kwenye mkoa wetu. Manake wawili ni wa Tanzania, Mwana FA pamoja na Salamu SK, lakini watatu ni Marekani mwenye takriban umri wa miaka 61. Kwa namba kubwa ya watu milioni 6 yenye bandari yenye airport ya kimataifa yenye lango kuu la kuingiza watu kupita nchi nyingi, Kongo, Malawi, Zambia, Uganda na sehemu zingine, na bado tuko na idadi ya watu watatu. Hili ni jambo kubwa la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Sababu vinginevyo sasa hivi ingekuwa ni chaos kubwa sana ambayo haiwezi kusimulika. Hatumshukuru tu kwa sababu tumepata idadi ndogo, bali tunamshukuru kwa sababu bado anaendelea kutulinda hata pamoja na mapungufu. Bwana linatisha. Lakini jambo la tatu muhimu, nitumia hadhara hii kuwakumbusha Watanzania, tunaye Mungu anayeweza kutuvusha kwenye matatizo makubwa kama haya. Alituvusha kwenye tsunami, tukabaki kuiona kwenye vyombo vya habari. Mungu akatuvusha kwenye vimbunga vingi. Hata mwaka jana tulipata taarifa ya kimbunga kikubwa. Lakini Mungu ametuvusha kwenye majanga ya kila namna, ikiwemo na Ebola, tunabaki kusikia kwenye vyombo vya habari. Hatupasi kuwa na hofu, bali kuunganisha imani zetu. Mungu huyo atatuvusha pia kwenye ugonjwa huu wa corona. Tumia hii kuwaomba viongozi wote wa dini, waumini, kila mmoja kwa nafasi yake ya kumshirikisha Mungu. Serikali, jukumu letu ni kutoa elimu kwa kina, na jukumu la wewe Mtanzania unaokaa Dar es Salaam na nchi kwa ujumla ni kutekeleza unachoambiwa na wataalamu. Swala la kupata na kutokupata linabaki mikononi mwa Mungu mwenyewe. Na jana nilikuwa tafakari, maisha ya mwanadamu yamejaa msongamano wa matatizo mengi. Kuanzia kwenye kuzaliwa kuna changamoto, kuja kukua kufikisha miaka 5 kuna changamoto, kuja kuishi utakutana na malaria, unakutana na ukimwi, unakutana na bodaboda, unakutana kuna ajali ya mabasi, ya meli, ya nini. Kwa maisha ya mwanadamu kwa kiwango kikubwa yamejaa changamoto asubuhi mpaka asubuhi. Na namna pekee ya kuishinda hii changamoto ni kushirikiana na Mwenyezi Mungu na kufanya mahusiano yako na Mungu kuwa makubwa zaidi. Na kwa namna hiyo na uhakika unaweza kushinda na hatimaye ukatimiza ile miaka aliyotamka kwenye maandiko matakatifu ya kwamba ukizidishiwa sana basi unaweza kugonga 80. Kwa hilo moja kubwa ambalo natamani sana watu tulielewe, ya kwamba Mungu ana nafasi kubwa sana kwenye kutuokoa kwenye majanga makubwa kama haya. Mungu ana nafasi kubwa sana. Naomba sana lieleweke hilo. Pamoja na jitihada zote, lakini nafasi ya Mungu haiwezi kuwa comparable. Hauwezi kuicompare na chochote kile. Huwezi kumlinganisha na chochote kile. Kwa bado anaitwa Mungu anayeweza kutuokoa. Na ndio maana wale waumini wa Kikristo wanakumbuka ya kwamba walipewa jina la Yesu, jina kubwa kupita majina yote. Basi hata corona wa sanitizer inayosaidia kuondoa bakteria kwa mtu ambaye amekutana nao au amekuwa in contact nao. Na jambo hili ni muhimu sana. Kuna watu hawanawi, wanaanza tu na sanitizer. Ningekushauri kama uko kwenye mazingira ya maji, nao na sabuni yako vizuri, alafu malizia kwa sanitizer. Unaponao ukakausha mikono yako, ukapaka sanitizer yako, umekuwa umesaidia sana. Lakini sio uko umeshika oili, unakamata sanitizer, umeshika nini, utajikuta inaisha hata ikiwa kidogo, na hatimaye hautaweza kupata msaada baada ya kuishiwa. Sanitizer hii elementi moja wapo iliyomo ni alcohol. Alcohol hii ni tofauti na alcohol ya bia, konyagi, wine na whisky. Kwa sababu watu wengine wanasema kwamba watu wanaweza kupiga, ukipiga huku kwenye pombe umemaliza kabisa. Hapana, alcohol iliyoko kwenye sanitizer ni maalumu kwa ajili ya kuua bakteria, na ndio maana ina 70%.
Sasa ukienda kwenye bia hizo unaweza kuhesabu ukakuta na 14%, alcohol 14, 12 ngapi. Sasa piga mahesabu uzipige mpaka ufikishe 70 ni saa ngapi? Alafu mwisho unakuja kugundua hata hizo 70 za kwenye bia hazikusaidii kuondoa virus corona au COVID-19. Kwa hiyo naomba sana tuelewane katika hilo. Wale wapenda bia na vinywaji vingine najua walikuwa na furaha kwamba kiboko ya corona ni kutwanga mtungi tu. Sasa utatwanga mtungi na corona nayo itakutwanga. Kwa ni muhimu sana tukazingatia maelekezo ya wataalamu wetu kuhusiana na swala hilo. Jambo la pili katika maelekezo ya utumiaji wa sanitizer ni kwamba kuna watu wengine wana hofu. Tunavyo viwanda mpaka sasa hivi viko register, viko viwanda viwili, lakini nimeambiwa tayari inawezekana kuwa na viwanda mpaka vitatu vinavyotengeneza. Na kwa upande wa serikali imeamua kuwa na ununuaji wa moja kwa moja, na ndio maana ukienda hata Muhimbili na hata na wananchi wengine wote wanaruhusiwa kupata. Kwa unaweza kaja kwenye kiwanda kama hiki, lakini pia unaweza kwenda kwenye viwanda vingine. Kwa hiyo wale supplier wadogo wadogo kuanzia machinga na watu wengine wana nafasi kubwa ya kupata sanitizer na kuhakikisha kwamba wanaziuza kikamilifu. Sasa tuna changamoto ya bei. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu ameshaelekeza ya kwamba bei isiuzwe kwa kulanguliwa, isiwe bei ya juu. Na mimi nimeuliza hao wenye kiwanda changamoto yao ni nini. Wamesema changamoto ni upatikanaji wa raw material. Materials zinakuwa imported, zinatoka nje ya Tanzania. Wengine kutoka India, wengine kutoka China, wengine kutoka sehemu mbalimbali. Inaopelekea bei yake kupanda. Moja, kupanda kwa sababu hata usafiri umekuwa changamoto. Lakini la pili, hata kwenye viwanda vingi vilivyoko huko nje vingi vifungwa. Kwa imepelekea pia raw material kupanda, jambo linalopandisha pia gharama na hatimaye kuuzwa kwa bei ya juu. Kwa nimeomba wenye viwanda wazingatie hali ya Mtanzania, wasiuze kwa bei ya juu. Lakini mimi kupitia fursa hii niombe Wizara ya Fedha waangalie uwezekano hazina watoka wapi. Hivyo hausiku kusafirisha corona. Na mimi tumie fursa hii kuwa na ombi kwa wizara yetu ya fedha kuangalia uwezekano kwa mamlaka alionao waziri wa fedha kuondoa au kupunguza kodi zinazohusu raw material zinazozalisha sanitizer katika nchi yetu, ili kuwafanya wazalishaji na wananchi wapate kwa bei ya chini. Sababu inapofika kwenye point ya raw material kuwa inauzwa kwa bei ya juu ambayo hatuna control nayo, basi tuangalie yale ambayo tunaweza tukayadhibiti ili bei isiendelee kupanda na utaratibu ukawepo mzuri wa kuwatambua wazalishaji. Na kwa sababu kama kuna viwanda viwili au vitatu, inaweza kuwa rahisi zaidi kucontrol ili sanitizer iweze kuuzwa kwa bei ya chini na mwananchi wa hali ya chini aweze kuwa na uwezo wa kuinunua, asibaki kusikia tu sanitizer. Kwa sababu nasikia kuna mkoa mmoja walikuwa wanauliza sanitizer ni unakunywa vijiko vingapi kwa siku. Sasa kwa mujibu wa masharti aliyoandikwa pale, moja, hautaki kuiweka juani. Ni muhimu sana uelewe, huwezi kuchukua sanitizer yako ukawa na kibanda kako unafanya biashara afu iko juu pale. Maana yake ni nini? Haitakiwi kuwa kwenye temperature zaidi ya 30. Lazima uweke chini ya 30. Lakini jambo la pili katika hilo, unaponawa na maji yako na sabuni yako, unapokauka kujipaka sanitizer yako, usikimbizie kwenye macho. Ni hatari pia kuweka kwenye macho yako, kwa sababu unaweza kujikuta unajipatia madhara. Au kwa lugha nyepesi ni kwamba kila unaponunua sanitizer, hakikisha basi unasoma yale masharti yaliyoandikwa, ili usije ukajikuta unayo haifanyi kazi au ina madhara mengine. Na moja kubwa kwa kina mama, hakikisheni mmeweka mbali na watoto. Watoto wasije kujikuta wamekunywa badala ya kujipaka kwenye mikono au wameweka kwenye mikono yao. Kama watoto wachanga au wadogo wanapenda kila kitu kuweka mdomoni. Kwa hiyo niwaombe sana wakina mama, mjihadhari unapokuwa na sanitizer yako, usiweke sehemu ambayo mtoto anaweza akaipata na hatimaye akaleta madhara ya afya yake na nyinyi kuwapa tabu nyingine. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo nimelisema ni upatikanaji, utumiaji, uzalishaji na usambazaji wa sanitizer, kuhakikisha kwamba kila mwananchi wa hali ya kawaida anaipata. Hili ni jambo muhimu sana kulielewa.
Jambo la pili ambalo ningependa niseme, mji wetu tuna watu wengi, lakini watu wengi tunakutana kwenye mazingira tofauti. Niwaombe, kama hakuna ulazima, hauna sababu ya kwenda kwenye hayo maeneo. Naomba kurudia tena, kama hakuna ulazima, hauna sababu ya kwenda kwenye hayo maeneo. Wale tunaopenda kwenda club kucheza mziki, na leo ni Ijumaa, fungua mziki nyumbani kwenu, cheza na familia yenu. Wale tunaopenda kwenda baa kunywa, agiza kinywaji, kunywa nyumbani kwako. Hakuna ulazima sana wa kwenda kwenye hayo maeneo. Lakini pia wale ambao tunalazimika kupanda kwenye usafiri wa daladala, mwendo kasi, tuzingatie. Ukikuta mwendo kasi imejaa, shuka. Mtu mmoja alishawahi kusema uoga nao ni akili. Usijidai jasiri sana kung'ang'ana kufanya vitu, alafu mwisho wa siku vikaja kukosi maisha yako na maisha ya ndugu zako. Kwa ni wasii tu, maeneo yote ya mkusanyiko tujitahidi sana kuepuka, kama ambavyo rais wetu mpendwa ametuelekeza, waziri mkuu wetu ametuelekeza, na waziri wa afya na timu nzima ya wataalamu kila siku wanatusii. Na mimi naomba kama kiongozi wenu wa mkoa, mtumishi wenu, mlisikia kwamba hakuna sababu ya kwenda kwenye maeneo ya mkusanyiko, tena mkusanyiko usiojua hata watu unaoenda kukutana nao. La pili katika hilo, jihadhari kukutana na mtu ambaye una siku zaidi ya 7 hujui alikuwa wapi. Hata kama una mpenzi wako, mna mwezi hamjakutana, vumilia, baada ya corona utamtafuta. Jihadhari kukutana na mtu ambaye hujui siku 7 zilizopita alikuwa wapi. Ni wenzetu, ni ndugu zetu, lakini jitahidi kujihadhari. Nasema ujihadhari kwa sababu gani? Ni vyema ukajua historia yake. Tumeona hapa idadi ya watu waliopatwa na virus wa corona ni wale ambao walikuwa wanatembea sehemu mbalimbali. Maana yake kumbe corona hatukuwa nayo nchini kwetu, lakini imekuja. Kuna mtu amesafiri nayo. Inawezekana huyo unayekutana naye akawa ni miongoni mwa watu waliosafiri nayo. Kwa ni vyema sana ukajihadhari kukutana na mtu ambaye hujakutana naye zaidi ya siku 7. Na ikiwezekana fahamu historia ya kila mtu kabla hujakutana naye. Kwa kufanya hivyo inaweza kukuepusha wewe na familia yako kutoka kwenye hayo mazingira. La pili, la tatu katika hilo, niwaombe pia, tatizo hili sio la kila mmoja kujitangazia. Kwa sababu una Instagram, una Twitter, una Facebook, uko kwenye group la WhatsApp. Nimemwona kuna mtu mmoja hapa ameingizwa Palestina. Inawezekana hapa tayari Palestina tumepisha. Nimemwona kuna mtu ameingizwa Mwananyamala hapa. La Binsia nimemwona mtu. No. Wagonjwa wako wengi. Corona sio kwamba imesimamisha magonjwa mengine. Magonjwa yapo. Kuna watu wana kansa, kuna watu wana kisukari, kuna watu wana malaria. Haina maana kwamba corona imekuja malaria imeondoka, la hasha. Kuna watu wanakohoa, kuna watu wana asma, wako watu wana magonjwa mengi yapo. Hakuna sababu ya kufanya kila unayemuona anapeleka hospitali eti ana corona. Na kuchukua jukumu la kurekodi hata kapicha, kutuma kwenye mtandao, kuleta taharuki kwenye mitaa, la hasha. Ningewasihi sana wananchi tuna uvumilivu na utulivu, na tuhakikisha kwamba wenye mamlaka ya kusema watatangaza. Mimi mwenyewe ni mkuu wa mkoa, lakini hujanisikia natangaza ya kwamba mkoa wa Dar es Salaam tuna mgonjwa mmoja wa corona. Yuko waziri mwenye mamlaka, anapotangaza hata kama najua kwa nafasi yangu ninakaa kimya, kwa sababu mamlaka ya kutangaza ni ya waziri, waziri mkuu na rais wetu au makamu wa rais. Kwa hiyo hakuna sababu yoyote ile ya wewe mwananchi wa kawaida kujichukulia jukumu la kutoa matangazo ya magonjwa, hasa katika kipindi hiki tulicho nacho. Ni vyema tukatulia, tukaacha mamlaka husika ikafanya kazi yake kikamilifu. Kwa hiyo nilisema hilo kwa mapana yake ili tuweze kuelewa. Lakini la nne katika hilo, hakuna sababu ya kumnyanyapaa mgonjwa wa corona. Nimeona hata kwenye baadhi ya mtandao watu wasema wakina fulani walikuwepo hapa, wamejitenga, tumeamua kuwafukuza na nini. Haikusaidii kitu. Kwanza, kama nilivyosema, elimu ya kwetu sote. Lakini mwenyewe kuamua upate au usipate ni majaliwa Mwenyezi Mungu pia. Mungu ana uwezo kukukinga.
Na ndio maana huwa anawaokoa watu wengine hata hawana elimu, lakini washangaa hawana huo ugonjwa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameamua kuwaepusha kwa mapenzi yake. Kwa hiyo sio jambo jema kumnyanyapaa mtu eti kwa kuhisi tu kwamba huyu ana corona. Sio jambo jema. Nilikuwa naongea asubuhi na Salamu, nilikuwa naongea jana na Mwanefwei. Wote wanaendelea vizuri, wana afya njema, wako tena wanaenjoy kabisa. Kila watu wasikitika tu watu kuona kwenye mitandao ya kijamii wakiongeza hofu kwa jamii. Sasa sisi wenyewe wagonjwa tunaendelea vizuri, hatuna hiyo hofu. Sasa msije mkatumia mitandao hii mkawajaza hofu mpaka wakajikuta wameibua magonjwa mengine, kwa sababu pressure ni sehemu ya hofu. Mtu akiwa na wasiwasi anaweza kujikuta ameingia kwenye ugonjwa ambao hakuwa nao. Kwa hiyo niwaombe wananchi, tusifanye jambo la kuwanyanyapaa, lakini tusitumie mitandao yetu ya kijamii kutangaza habari zenye kuleta hofu na matishio. Corona ipo, itapita kama alivyopita magonjwa mengine. Na mimi na matumaini yangu makubwa, Mwenyezi Mungu akipenda, inshallah tunaweza tukala Pasaka hatuna corona. Na tuna uwezo wa kuhakikisha kwamba Tanzania, pamoja na kwamba sio nchi yenye uwezo mkubwa kama mataifa mengine, lakini ikawa ni nchi iliyoweka historia ya kuwa na wagonjwa wachache zaidi wa corona. Na namna hiyo tunaweza kufanya tu ni kufuata maelekezo na masharti ya wataalamu wetu na kuondoa ujuaji. Ili ndio eneo la 6 nataka niseme. Mkoa wangu ndio unaongoza kwa wajuaji. Yaani watu wa machinondo wamejaa Dar es Salaam. Wanaojua habari ambazo hawajajisomea, wanaojua habari ambazo haziwahusu, lakini pia wamebaki kama mashabiki. Na ndio maana ukienda kwa matapeli utakuta Dar es Salaam wako wengi. Wanatapeli kwa sababu wamejiposition kwenye nafasi ambazo sio za kwao. Kwa hiyo niwaombe watu wote mnaofahamu, mnajua vitu ambavyo hamvijui, msitake kuleta ujuaji pia kwenye tatizo la corona. Ujuaji mmoja wapo ni kutokufuata masharti. Sababu mkoa huu tunahitaji watu wote tuwe salama ili tupate nafasi pia ya kushiriki uchaguzi 2020 na kupata viongozi wazuri. Kwa hiyo ningeomba ujuaji tuweke pembeni. Nimesema jana, juzi nimesema, inawezekana unamsomi kuliko hata daktari wangu wa mkoa hapa. Unamzidi hata elimu. Inawezekana unamzidi elimu hata nesi anayekupa maelekezo. Inawezekana una pesa nyingi, wewe ni tajiri, una exposure kubwa, ulikuwa duniani kote huko. Lakini nakusii katika hili, kubali kuwa mjinga na ufate masharti ya wataalamu wetu. Kwa kufanya hivyo tuna uwezo mkubwa sana wa kuepuka tatizo hili la corona. Nimalizie kwa jambo la mwisho. Niko najaribu kuangalia tunasaidiana vipi katika changamoto hii, hasa ya upatikanaji wa vifaa vya kupima au vya kutesti kuona kama mtu yuko positive na virus au yuko negative. Lakini pia vifaa vingine kama sanitizer kwa watu wa hali ya chini. Kwa mimi kwenye mkoa wetu nimejitahidi kufanya mawasiliano na ubalozi wa China ili watuongezee nguvu ya hivi vifaa. Na namshukuru Mwenyezi Mungu wamekubali, na sio muda mrefu wataanza kulodi kutoka China kwenye serikali yao na kuvileta moja kwa moja katika mkoa wetu wa Dar es Salaam ili tuwasaidie wananchi wa hali ya chini, na timu yetu ya wataalamu hii ambao wanaiongoza ya kupata vifaa vya kutosha vya kupimia ili kila mmoja aweze kupimwa kwa wakati na kupata majibu kwa wakati na kujiisolate kwa wakati kabla ya kusambaza ugonjwa huo katikati ya mitaa yetu kwa kutokujua. Anaweza kahisi anaoma kumbe tayari yuko positive. Lakini mpaka aje abainike inaweza kachukua muda mrefu. Kuhakikisha kwamba anashiriki. Mojawapo kama umeona kuja kutembelea kiwanda na kuomba kiwanda kisaidie katika uzalishaji sanitizer, nao waitumie. Sanitizer siwe ni sabuni au dawa inayotumika kwa ajili ya matajiri tu. Tunataka mpaka na watu wa lika la chini waweze kupata, watu wa kada ya chini. Kwa maana niwashukuru sana wataalamu wetu, na niendelee kuomba waandishi wa habari tuendelee kuwa makini. Hata hizi microphone zinaweza kusambaza si tu ya kwamba nanyi wanahabari, hakikisheni mnatafuta mbinu mbadala ya kupata sauti za waongeaji pasipo kutumia microphone. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana. Kama kutakuwa na swali basi niko tayari, lakini wasihi sana wenye daladala wote na wenye mwendo kasi. Na mimi nafikiri kupitia mwendo kasi ya dati ni vyema yakawepo mabango ya kuelimisha namna ya kujikinga na corona. Tusimwachie tu wa taxi
awepo mtu mwenye uwezo wa kumpima mtu na joto lake. Unanao alafu anakupima kuona bana mwenzangu joto limezidi. Na hata ukienda mtaani kwenye pharmacy zetu zote vipo vifaa vya kupima joto. Kwa sababu tukao tumepima malaria, tunapima homa. Kwa hiyo vyema pia hata wewe mwenyewe nyumbani kwako ukajipima kucontrol temperature yako. Ili unapoona homa inaongezeka au joto linaongezeka, nenda hospitali nao watakueleza kwamba hii ni malaria, hii ni typhoid, hii ni homa ya kawaida, au tunahitaji kukutenga kwa ajili ya kuchukua hatua ya kukupima kama umeambukizwa na virus wa corona. Kwa hiyo niombe wenye vyombo vyote vya usafiri tuchukue jukumu hilo la kuwa sehemu na kutoa elimu, lakini na sisi wenyewe tukiwa mfano katika hiyo elimu. Nimalizie tu moja, wenye viti wote wa mitaa katika mitaa tunao zaidi ya 570 na wajumbe wao wa serikali za mitaa wanayo haki ya kimsingi ya kufahamu wageni wao kwenye mitaa yao. Naomba kurudia. Ni vyema kufahamu wageni walioko kwenye mitaa yenu. Wenye viti wa serikali za mitaa, kwa mamlaka mlionayo, nyinyi ni wenye viti wa kamati za usalama katika mitaa. Usalama sio kulinda majambazi tu, hata mlipuko wa magonjwa kama haya. Kwa hiyo niwasihi sana, na wewe ukigundulika usitoroke. Usio kaonekana kwamba una virus au wanakupima alafu kaona hizi dalili na daktari anapoongea na mimi hapana. Ukaamua kukimbia. Ukikimbia utaleta madhara kwenye daladala utakopita, utaleta madhara kwa jamii unayokutana nayo mpaka huko nyumbani kwenu. Na usije ukaenda kwenye kituo cha afya wakati wanaanza kukupima ukaona hawana uwezo, alafu katoroka ukaenda kwenye hospitali kama Aga Khan, TMJ au wapi kwa sababu na kipato. Hapana. Vumilia, kaa hapo. Kwa sababu moja ya kuwaokoa wenzako ni kutokuwasambazia huo ugonjwa. Nafikiri hapo nimeeleweka vizuri. Asiyekapatikana mtu ameenda huko mtaani huko kwenye dispensary, kituo cha afya, wapi akaona hali ilivyo, wanavyoniangalia inawezekana mimi nimeambukizwa. Huyo ukakimbia. Utakuwa umeumiza watu wengi zaidi. Lakini moja la mwisho nilisema mwanzo, mfahamu Mungu tunaye, tusiwe na hofu kama watu wasiomjua Mungu. Haina maana kwenda msikitini Jumaa, haina maana kwenda Sabato siku ya Jumamosi, haina maana kwenda Jumapili kanisani, alafu umekumbana na corona eti Mungu wako unaona hawezi chochote kile. Hapana. Tusikubali kuchukua hofu ikajaa kwenye moyo wetu. Na ikijaa hofu kwenye moyo wetu tumekaribisha mauti. Karibu kwa maswali. Mimi hapa nifahamu kuna baadhi ya watu kama sema kwa nje ya nchi. Wengine anasubiri baada ya ugonjwa kutoka Tanzania. Angependa kufahamu gani ya afya inakwenda katika kwenda. Swali zuri mwingine. Jamani, hamna maswali? Haya, ameuliza ndugu yetu hapa. Mtu ametoka nje ya nchi, hakuwepo Tanzania, katua uwanja wetu wa ndege, amekaa siku 10. Ni hatua gani anaweza kuchukua? Moja, ufahamu serikali imeimarisha mifumo yake yote, ikiwemo pia na uwanja wetu wa ndege. Kwa unapoingia pale airport, cha kwanza wanakupima. Na wakishakupima wanachukua patikula zako. Na hili jambo la msingi sana. Ni muhimu kuweka namba unayopatikana na jina lako kamili, badala ya kuweka namba ya agency anayekata tiketi za ndege. Sisi upande wa serikali kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais umeweka utaratibu wa kuwafuatilia kila abiria anayeingia ndani ya mkoa wetu kwa siku 14. Naomba kurudia tena. Umeweka utaratibu wa kufuatilia kila mtu anayetua kwenye uwanja wetu wa ndege ndani ya siku 10 na ngapi? Na 4. Anaweza kaingia pala akapimwa akaonekana hana tatizo lolote, lakini ndani ya siku ya 11, ya 12 au ya 13 dalili zikaonekana. Kwa hiyo tunaweka rekodi, watu wa immigration wanaweka rekodi, watu wa afya ambao wako pale airport wanaweka rekodi. Lengo kuhakikisha kwamba tunajua uko wapi na unafanya shughuli gani. Kwa sababu pia haina maana ukampima mtu akaonekana hana, alafu ukamwambia wewe tunakupeleka
eneo letu la kukutenga, la hasha. Lakini ushauri mkubwa unaopata pale airport ni kwamba mtu yoyote anayeingia ahakikishe 15 si ngapi, nafikiri utaipata hapa kwa wataalamu. Kama nimemuona Haji Manara amezunguka huko Sasa yeye alipofika airport anasema amepimwa, lakini tayari ameshajiasoleti mwenyewe. Maana katafuta sehemu ya kujitenga ili aangalie mwenendo wake wa kiafya ndani ya siku ngapi? 14. Kwa hiyo niwaombe tu kwamba hakuna sababu ya kuwa na hofu, lakini tufuate utaratibu wote. Kwa kifupi narudia tena, maelekezo yanayotolewa na wataalamu wetu ndio maelekezo sahihi. Kwa hiyo wewe ingia airport, watakupima, weka rekodi zako sahihi, watafuatilia ndani ya siku 14, na ukiona dalili ndani ya hizo siku 14 imejitokeza, kuna namba za bure unapiga, watakupa maelekezo. Na wengine tunawafuata majumbani mwao. Ndio maana tuna ambulance maalum ambayo pia haimbebi mtu na kusambaza hao virus. Iko ambulance maalum ya kukuchukua. Sasa si kila gari linafaa kumbebea mtu mwenye nini? Mgeni anapigia simu, anasikia vibaya lakini nataka niende tu kwa kile kituo napajua. Ni vyema ukatuambia, tutakuja kukuchukua. Na hatuishi kukuchukua tu, tunatoa elimu pia na kwenye familia na kuchukua rekodi ya familia yako. Kisha tukakubeba wewe tukaacha familia naye ikaendelea kuambukiza majirani na mwishowe ikafika hatua ikawa ni hatari zaidi. Kwa hiyo ni wasihi ya kwamba tufuate maelekezo yale ambayo tumepewa. Nashukuru viongozi wetu hawajapiga marufuku mikusanyiko ya ibada. Lakini naamini busara za viongozi wa dini wataamua kitu cha kufanya. Nachukua fursa hii kumpongeza sana mufti wetu Mzee Zuberi kwa kuanza na madrasa. Ya kwamba amefanya jambo jema kwa sababu watoto hao wanatoka kwenye familia mbalimbali. Kwa naamini pia viongozi wengine wataona namna bora zaidi ya kulifanya hili jambo. Ili sote kwa pamoja, serikali, viongozi wa dini, tuweze kushikamana. Na nimalizie tu kwa kusema hapa, viongozi wa vyama vya siasa, corona haina chama. Corona haina chama. Nimeona kakangu Mboya anasema atafanya mikutano ya hadhara. Narudia tena, corona haina chama. Kama ambavyo Rais Magufuli alisema maendeleo haya nini? Hana chama. Ndivyo ilivyo hata kwa ugonjwa huu wa corona hauna chama. Ni vyema kila kiongozi wa chama cha siasa akatumia ushawishi wake kuwaelekeza wanachama na wafuasi wake umuhimu wa kujilinda na ugonjwa huu wa corona. Isifike kipindi tukafanya kila kitu siasa, hapana. Na kwenye mkoa huu hakuna mkutano, mimi ndio mkuu wa mkoa. Hakuna mkutano, ninataka watu wote tujielekeze kwenye umuhimu wa kutoa elimu juu ya janga hili la kidunia. Sasa kila mmoja akisema huyu naye anataka kwenda huko, atakwenda huko, la hasha. Corona haina chama. Watu wote na viongozi wote wa vyama vya siasa tutumie nafasi zetu. Na ningefurahi zaidi kuona wasemaji wa vyama vya siasa wanatoa elimu mara kwa mara, kama nilivyomuona kaka yetu Polepole akielekeza Chama cha Mapinduzi nini cha kufanya. Kwa hiyo ningefurahi kuona ACT Wazalendo wanatoa rai yao, Kafu wanatoa rai yao, Chadema wanatoa rai yao. Wote kwa pamoja tushikamane, tupambane na ugonjwa unaoitwa corona. Utakapoondoka tutarudi kwenye ulingo wetu wa kisiasa. Naamini tukifanya hivyo si tu kwamba tutakuwa tumeokoa wananchi, bali tutaonyesha dhamira ya kweli ya kwamba kazi waliotupatia ya kuwaongoza inajali pia maslahi yao na uhai wao. Asanteni ndugu zangu. Unaweza kuongea tena unabonyeza sikio. Kazo sio kajipaka usoni.